yetu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, tunasema ya kwamba ni wewe unastahili sifa na ibada Bwana. Tunakuja Bwana mbele ya kiti chako cha enzi ili Bwana tutoe heshima zetu Bwana. Tuseme unastahili, tuabudu jina lako tukufu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, tuna furaha kuu katika mioyo yetu kwa sababu ya vile unatuongoza Bwana katika njia za haki. Katika neno lako Bwana, kama si neno hili na majira haya Bwana, tungekuwa tumepotea kama walimwengu. Lakini kwa sababu ya rehema zako Bwana, tumesikia mwaliko na sasa tunafuata ukweli huu Bwana, tukielekea katika nchi ya umilele. Tusaidie kuishi maisha ya haki, maisha ambayo yanastahili injili ya Yesu Kristo. Na Mungu wetu, chunguza maisha yetu, ikiwa kuna chochote ambacho ni kinyume na mapenzi yako, basi ninaomba ya kwamba utusamehe na utuoshe kwa damu ya Yesu Kristo. Tusiwe na ila Bwana, tusiwe na hatia katika maisha yetu. Ninaomba ya kwamba uweze kunena na kila mmoja wetu katika ibada leo hii, na utuinue kiroho Bwana, na utusaidie kwa kila namna. Tunashauku katika mioyo yetu, na ukasema katika neno lako ya kwamba wale ambao wana njaa na kiu kwa ajili ya mambo ya haki wamebarikiwa, na ya kwamba Bwana utawajaza. Basi Bwana, na ukatimize neno lako hilo katika maisha yetu. Asante Mwenyezi Mungu, ninakabidhi ibada hii mikononi mwako, nikiomba pia wale ambao wanateseka katika mwili kwa sababu ya maradhi. Unyoshe mkono wako wenye nguvu ili uguze kila mmoja na kuondoa maradhi yote yaliyo katika mwili wake. Pokea sifa na shukurani, tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Tutafungua Biblia zetu katika kitabu cha Mhubiri, Ecclesiastes. Tuweze kusoma mstari mmoja. Pale tunaenda mlango wa mwisho kabisa wa 12. Mlango wa mwisho kabisa wa 12, tusome mstari wa 13. Nasema hivi: hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha asikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Bwana ongeze baraka. Tunaweza kuketi. Baada ya kusoma maandiko hayo katika kitabu cha Mhubiri, ningetaka kuongea juu ya jukumu la mwaminio ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Jukumu lote la mwaminio ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Kutokana na hayo maandiko ambayo tumesoma, na kila mmoja akasikia vile ambavyo maandiko yanasema. Tumesoma katika jumbe hapa na pale, jumbe za nabii, ya kwamba tumekuja hapa katika hii dunia ili tuweze kutimiza mapenzi ya Mungu. Nabii anasema katika ujumbe mmoja ambao unaitwa mambo ambayo yatakuja baadaye, anasema uko hapa kwa sababu mapenzi ya Mungu ni wewe uweze kumdhihirisha kwa ujirani mahali ambapo unaishi, umdhihirishe kwa hiki kizazi na kwa hili taifa. Anasema hivyo, mapenzi ya Mungu ni uweze kumdhihirisha katika hatua hali hizo zote. Na Mungu alikuwa na mpango kabla ya misingi ya ulimwengu, mpango wa ukombozi, na wewe na mimi ni mpango wa ukombozi. Na kuna mambo fulani katika ule mpango wake ambayo angetaka kutekeleza akipitia maisha yako. Kuna mambo ambayo Mungu aliamua ya kwamba yatatekelezwa kupitia maisha yako peke yako. Wakati mwingine huwa mambo labda yakiwa magumu, tunatamani kwa nini hili lisifanyika kupitia ndugu mwingine,
lakini Mungu akisema ya kwamba atatimiza jambo fulani kupitia maisha yako, ni lazima awe na njia yake. Na hiyo ndio sababu nabii anasema inamlazimu kila muaminiwa afike mahali aulize Mungu, mapenzi yako kwa ajili ya maisha yangu ni yapi? Ungetaka nifanye nini katika maisha yangu? Ungetaka nihusike namna gani katika kazi yako katika maisha yangu? Nabii anasema lazima ifike mahali kila muaminio aweze kumuuliza Bwana swali hilo, ungetaka nini katika maisha yangu? Ungetaka nitumike namna gani? Na Mungu wakati alitengeneza huu mpango wa ukombozi kabla ya misingi ya ulimwengu, kumbuka alitengeneza kwa sababu ya kusudi lake mwenyewe. Nabii anasema Mungu alitaka kujipatia sababu ya kuwepo. Ndio sababu alileta maumbile na akaleta mpango wa ukombozi ili aweze kujipatia sababu ya kuwepo. Kwa hivyo huu ni mpango wake kwa ajili yake. Ni vile tu sisi inapatikana ya kwamba sisi ni sehemu ya ule mpango. Lakini Mungu anafanya hili kwa sababu yake mwenyewe ili aweze kuridhika yeye mwenyewe. Nasi ni sehemu ya huu mpango wa Mungu. Na ni lazima tuweze kuamka na tuone jambo hilo. Tuone ya kwamba yale Mungu anataka yatendeke ndio yanafaa kutendeka katika maisha yetu. Najua kama vile huwa tunasema wewe si mali yako mwenyewe. Hatuongei kama walimwengu ambao wanasema mimi ndiye kapteni wa maisha yangu. Wewe na mimi sio kapteni. Kapteni ni Bwana Yesu Kristo. Alikununua na anakumiliki na wewe ni mali yake. Na kwa sababu wewe ni wake, huwezi kutenda vile ambavyo unataka kama mwanadamu, lazima utafute kufanya mapenzi ya Mungu. Ndio maana tunaomba sana katika kizazi hiki nia ya Kristo iweze kuingia ndani ya kila mmoja. Tuweze kuongozwa na nia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na kama vile Paulo anasema wale wanaongozwa na Roho ndio watoto wa Mungu. Tungetaka tuweze kuongozwa na Roho kwa sababu tunajua kwa hakika tukiongozwa na Roho tutafanya mapenzi ya Bwana. Lakini tukiongozwa na mawazo ya binadamu tutahitilafiana na mapenzi ya Bwana. Kwa hiyo ujue ya kwamba Mungu angetaka tuishi maisha mahali ambapo tunafanya mapenzi yake na sio mapenzi yetu. Na wakati Mungu anakuelekeza kufanya chochote, unahitajika kufanya jambo hilo kwa uaminifu wote. Ufanye kwa uaminifu wote kwa sababu Mungu angetaka kuwa na mapenzi yake juu ya maisha ya kila mmoja wetu. Najua mara nyingi tunataka kumfanya Mungu kama mmoja wa kutumemeleza, kama bega. Unaona Mungu anakuomba nifanyie hivi, fanya hivi. Mungu si wa aina hiyo. Mungu analeta amri. Anasema fanya hivi, fanya hivi. Wakati nabii alikuwa katika ndege na ikasemekana ya kwamba ndege itatua ghafla kwa sababu kuna matatizo ambayo wameona, lakini ndege haikuwa na matatizo. Ni yule dada alikuwa naomba pale Aunti Jemima, angetaka Elisha afike pale. Na ikatua, nabii akasema kwa sababu sasa imetua bila mimi kutarajia, na kila mji kuna posta, acha niende nitafute posta mahali, kuna barua nilikuwa nazo hapa, niweke pale posta. Wakati alianza kwenda, sauti ikamwambia pitia hapa, pitia hapa. Kamuuliza Mungu, kwani unampeleka wapi? Najua anahofia akienda sana huenda akarudi apate ameachwa. Mungu akamwambia usiulize maswali, fanya tu vile ninakwambia. Na wakati Mungu anakuambia fanya jambo, si lazima akueleze maana yote. Kazi yako na kazi yangu, jukumu lako na langu ni kutii kile ambacho Mungu anasema. Na si lazima uelewe kwa nini anafanya hivyo saa hiyo. Si lazima anieleze kwa nini anafanya hii saa hii. Mambo mengine utakuja kujua baadaye, lakini wakati ambapo Mungu anakuambia fanya jambo, fanya hilo jambo wakati huu. Ni kama vile unaona pia katika mikutano ya mahitaji, wakati wa nabii, mahitaji ya watu, nguzo ya moto ikishuka, inatua juu ya mtu fulani, anakuambia wewe uliye pale, amka kwa sababu Mungu anataka kukuponya. Lakini ukianza nabii akisema amka na wewe unaendelea kuketi pale, tuseme unazubaa, tuseme hivyo, anasema utapoteza nafasi yako ya kuponywa. Na ukikaa pale bila kuamka, nguzo ya moto inatoka inaenda kwa mwingine, uponyaji wako unapotea namna hiyo kwa sababu hukutii mara moja kile ambacho Bwana aliagiza. Mungu akisema jambo,
unatakiwa kutimiza jambo hilo kwa haraka. Na usimswali Mungu, mbona unanipeleka wapi? Usimswali Mungu, hatuna haki ya kumswali Mungu. Kwa sababu ni haki yake kutuongoza vile ambavyo anataka. Kwa hivyo mara nyingi tunataka kufanya Mungu kama ni mmoja wa kutusihi, tafadhali fanya hivi, fanya hivi. My brother, God is not a beggar. Si mmoja wa kutusihi atifanya hivi, ninakusihi ufanye hivi. Mungu anatoa amri. Na anategemea akitoa amri ukaweza kuitimiza. Nabii alijifunza kwa njia ambayo ilikuwa na uchungu mwingi sana, mambo ya kutii Mwenyezi Mungu na kuweka neno la Bwana juu ya neno la kila mtu. Wakati aliambiwa aende miongoni mwa Wapentekoste, aweze kuhudumu miongoni mwao, mama mkwe akasema, siwezi kubali uende na binti yangu kwa watu aina hiyo, watu takataka. Yule mama mkwe, mamake Hope, alikuwa anadharau sana Wapentekoste, kwa sababu wakati huo Wapentekoste hawakuwa kama wale wa siku ya leo ambao wamekuwa matajiri sana. Siku hiyo maskini sana, lakini walikuwa ni watu wa kiroho. Lakini maskini sana, lakini watu wa kiroho. Na huyu mama kwa sababu alikuwa ni mtu wana pesa, walikuwa ni watu walio na uwezo, alikuwa anawadharau. Hangetaka binti yake aweze kutambulishwa na watu wa aina hiyo. Lakini shida ni kwamba anataka kutawala binti yake, na binti yake ameolewa. Unaona jambo hilo? Na nabii akaogopa mama mkwe kuliko sauti ya Mungu. Na Mungu akaleta shida kubwa sana katika maisha ya nabii, ili amuoneshe ya kwamba ni mimi unafaa kusikia na sio wengine. Ya kwamba neno langu na maagizo yangu katika maisha yako lazima yawe juu ya neno la kila mtu mwingine. Mke huyu ambaye ilisemekana hata pelekwa kwa watu hao akafa. Na Mungu alisababisha mtoto akafa na shida zikaingia, mpaka nabii akajaribu kujiangamiza mara mbili. Lakini haikuwezekana kwa sababu maisha yetu yako mikononi mwa Mungu. Hangeweza kujiangamiza, na mara nyingi huwa tunasahau hata kwa nini Mungu alituleta hapa. Ameambiwa pale akiwa na miaka 7 kuna kazi utanifanyia, na sasa anataka kujiangamiza kabla ya kufanya ile kazi. Hata amesahau ya kwamba kuna kazi ambayo Mungu alimwahidi atafanya baadaye na hapa hajaifanya. Na anataka kujiangamiza, na hii shida yote imekuja kwa sababu alikosa kutii Mwenyezi Mungu. Aliogopa mama mkwe kuliko neno la Mungu. Mungu akamuonesha, unafaa kusikia maneno yangu juu ya maneno ya kila mtu. Na nabii anasema hivi katika ujumbe, anasema yale makosa niliyofanya katika safari ya maisha yangu, usirudie makosa hayo, lakini yawe ni kama mawe ya kukanyaga ama ni daraja ya kusaidia kuvuka uende upande ule. Usirudie shida kama hiyo. Yaani Mungu alimweka pale aweze kuwa ni kielelezo, na akawa na uchungu mwingi sana katika hatua tofauti za maisha yake, ili tuweze kuwa na jambo ambalo linaweza kutufundisha how to do it and how not to do it. Namna ya kufanya na kutofanya. Kile ambao unafaa kufanya na kile hufai kufanya. Sasa nabii akawa na uchungu mwingi sana, na akapoteza furaha ya Yakobo kwa miaka kadhaa. Kwa sababu Mungu akisema jambo, anategemea ufanye jambo hilo. Najua sisi hatuwezi kujua vema kuliko Mungu. Yeye ndiye anajua kila kitu. Na mara nyingi wakati Mungu anakuongoza, unaweza kuliangalia hivi kwa macho ya kibinadamu ama tuseme mawazo ya kibinadamu, na lionekane kama halina busara. Wewe usijali kama lina busara ama halina, mradi ni Mungu anakuongoza, fanya tu vile anasema. Yeye ni anajua litatokea wapi, linaelekeza wapi, ni Mungu anajua mambo hayo. Lakini usifanye Mungu bega, ati Mungu sasa anakusihi umfanyie jambo fulani. Mungu hayuko hivyo. Mungu akisema utapitia hapa, ni hapa utapitia. Akisema utapita njia hii, utapitia njia hii. Si Jona alijaribu kutoroka? Anatumwa, nenda kule Nineve na uambie hawa watu baada ya siku 40 wataangamizwa. Na Yona akaamini ya kwamba Mungu ukitubu atakusamehe, kwa hivyo pale huenda ninaenda kazi ya bure. Sasa akabadilisha ticket, tuseme hivyo. Akaingia katika meli, lakini akaingia katika meli ambayo inaelekeza kwingineko, akabadilisha ile tiketi. Na akaenda na akalala na akadhani ya kwamba kila kitu ni sawa. Na Mungu akaanza kuleta msukasuko katika hiyo meli. Na hawa watu wakasumbuka sana wakati amelala hapa.
Mwishowe kitu kikawaambia, inawezekana huyu mtu ndiye ana suluhisho hapa. Hebu tumwamshe, wewe amka, omba Mungu wako. Unajua wao wameomba miungu yao haijawasaidia, kamwambia wewe omba Mungu wako. Na Yona akasema ni kweli, ni mimi nimeleta hii shida yote. Basi mkinitosa kwenye bahari shida yenu itaisha. Na kweli merikebu ama meli ikatulia. Na wakati anatupwa kule, Mungu akaleta mnyama, meli nyingine. Mungu akaleta meli nyingine, natural. Na akamezwa na yule mnyama akageuza mkondo. Navigation ikageuka na akapelekwa mahali ambapo hakuwa anataka kwenda. Akapelekwa pale na akatemwa pale kwenye ufuo. Na watu wa Nineve wakaona Mungu wao, kwa sababu walikuwa wanaabudu yule mnyama, Mungu wao ameleta nabii. Sasa lazima wasikize huyu nabii. Na akasema, hata hakusalimu watu. Akasema baada ya siku 40 msipotubu unaangamizwa. Hivyo ndivyo waliamkua watu wa Nineve. Na hao watu wakatubu mpaka wanyama. Wanyama sijui walivalishwa magunia ama sikumbuki nasema nini ama majivu, lakini wakatubu. Na Yona hakufurahi. Hakufurahi kwa sababu alijua Mungu ni mwingi wa rehema, ukitubu anakusamehe. Unaona? Nilikuwa nataka kusema nini? Nabii amehubiri ujumbe ambao unaitwa mtu ambaye anajaribu kukimbia uso wa Mungu. Huwezi kukimbia uso wa Mungu. Akisema utapitia njia hii, utapitia njia hii. Akikwambia usipitie hapa na unataka kupitia hapo, utajipata katika shida. Balaam anataka kwenda pale, lakini malaika anasimama pale, anamzuia yule punda kupita pale. Mungu lazima awe na mapenzi yake. Na nilikuambia ukitaka kuimarika, shirikiana na Mungu. Vile ambavyo unashirikiana na Mungu ndivyo unaweza kuimarika. Nikakwambia safari ya wana wa Israeli ya kutoka Misri kwenda Canaan, kama wangetii Mungu na wasiwe na shaka na waamini kila kitu ambacho Mungu anasema akipitia Musa, nabii anasema ile safari ingekuwa siku 11. Lakini kwa sababu ya kutokuamini kwao, safari ya siku 11 ikageuka ikawa miaka 40. Na wale wengi sana wakaangamizwa kule jangwani. Mungu hakupendezwa nao. Kwa sababu walikosa kushirikiana na Mungu. Hawakuchanganya ile ahadi ya Mungu na imani. Na Mungu akisema jambo, brother sister, hata kama sielewi, hata kama huelewi, kile kitu cha muhimu sana na busara ni kutii hivyo Mungu anasema. Hata kama huelewi saa hiyo kinamaanisha nini. Kwa sababu huwezi kuelewa mambo yote mara moja, utaelewa kadiri unavyoendelea katika safari. Utazidi kuyaelewa. Mwaminio ni mtu wa kumtii Mungu. Mwaminio ni mtu wa kutafuta kufanya mapenzi ya Mungu. Na mwaminio halisi hataki mapenzi ya kuruhusiwa, kwa sababu yana gharama kubwa sana na hasara. Mapenzi ya kuruhusiwa. Kwa hivyo wandugu na wadada, tuelewe ya kwamba Mungu amekuleta hapa uweze kutimiza mapenzi yake. Na usifuata umati wa watu eti kwa sababu unaona wale wengi wanapitia njia fulani na hiyo njia si mapenzi ya Mungu. Usifuate njia hiyo kwa sababu Mungu atakuadhibu. Na hao atawaacha. Kwa sababu hao ni walimwengu, amewaachia wafanye mambo hayo, atakutana nao siku ya mwisho. Lakini wewe ukijaribu kufanya vile wengine wanafanya, Mungu atakuadhibu. Na wakati mwingine hii mijeledi yake inakuwa na uchungu sana. Na ni wewe peke yako utaadhibiwa. Na Mungu ni Mungu aliye na wivu. Mungu angetaka uishi kulingana na mapenzi yake na uweze kutekeleza mapenzi yake. Mungu akikuamsha saa 9 ya usiku uweze kuomba na upuuze jambo hilo, unaweza kujipata katika shida katika mchana unaofuata. Sijui kama unajua hayo. Kwa sababu Yesu alisema muombe msiingie katika nini? Majaribu. Na hapa Mungu amekuamsha saa 9 ili uweze kuomba, na hukuomba labda ukachukua simu ukaanza kuscroll. Naona hukuomba, hukutii Mwenyezi Mungu. Sasa kuna jambo linaweza kukupata gumu sana siku inayofuatia kwa sababu ya kutotii. Mungu anataka muaminio aweze kuwa sensitive sana. Ni mtu ameamka sana kiroho, anaona vile Mungu anaongoza, anaweza kuelewa wakati Mungu anamuelekeza na kumuongoza ili kila wakati aweze kupatikana katika mapenzi ya Mungu. Nabii anasema katika ujumbe unaoitwa perfect faith, imani kamilifu, anasema unaishi katika ulimwengu wa kiroho peke yako,
mahali Mungu anatoa maagizo na wewe mwenyewe kama mtu binafsi unatekeleza maagizo hayo wewe. Mungu hawezi kukuambia jambo na kisha uende uulize mwingine, unaona nifanye hivi ama nisifanye, na ni wewe Mungu ameambia. Na unajua kwa hakika Mungu amekuambia fanya hivi na vile, na sasa unaenda kushauriana na watu. Kama Mungu anasema jambo, nenda utekeleze jambo hilo. Na Mungu yuko anatufanyia training saa hii. Kama hivyo nimesema, kama Mungu anakuamsha saa 9, omba, na unakosa kuomba utaingia kwenye shida mpaka ujifunze kutii kile ambacho Mungu anasema. Akikwambia fanya jambo lingine, lazima ufanye. Unaona, Mungu anataka tuweze kuwa wafanyakazi pamoja naye. Mungu anataka kutimiza neno lake akitumia maisha yako na maisha yangu. Ndio sababu nabii anasema katika huu jumbe, Roho Mtakatifu ni nini na kwa nini alitolewa. Nabii anasema wakati unajazwa kwa Roho, unakuwa mfanyakazi pamoja na Yesu Kristo katika kutafuta wale waliopotea. Unakuwa mfanyakazi pamoja na Kristo kutafuta wale waliopotea. Najua Mungu hakujazi na Roho ili tu uwe unasimulia, unajua siku fulani nilikuwa nimesimama karibu na posti ya stima na nikajazwa na Roho. Hiyo ni ajabu, lakini haitoshi kusema hivyo, kwa sababu hiyo inakufanya mfanyakazi pamoja na Yesu Kristo katika kutafuta waliopotea. Waliopotea, tuweze kuelewa hivyo. Ni kama Ibrahimu wakati alisikia Lot ametekwa na wafalme wengine wapagani, na Ibrahimu akaandaa watumishi wake kwenda vita ili aweze kumrejesha nani? Lutu. Anasema ili mradi ana pumzi anaweza kuokolewa, na akaenda na akafaulu kumrejesha. Na hivyo ndivyo ilivyo. Nabii anasema ilionyesha kwamba Ibrahimu alikuwa na roho wa Kristo, japo huyu mtu alikuwa amemwacha. Akasema hata hivyo wacha nimwendee, wacha nihatarisha maisha yangu ninusuru huyu. Na anasema na huyu ni roho wa Kristo. Nabii anasema Mungu akikupatia Roho Mtakatifu, amekupatia sehemu katika kuokoa wale waliopotea, mahali unafanya kazi pamoja naye. Paulo anasema ya kwamba sisi tunakuwa wafanyakazi pamoja na Kristo. Wakati Mungu anatoa maagizo yoyote, uwe tayari kuweza kuyatekeleza. Na mara nyingi huwa tunaingia katika shida kwa sababu ona katika mistari ya maombi, wakati watu walikuwa wanakuja pale, kuna wakati nabii angesimama mbele ya mtu hivi, kabla ya nguzo ya moto kushuka baina yake na yule mtu ili amwambie shida zake, anamwambia sijui uko kwa nini hapa ndugu ama dada, sijui kwa nini uko hapa. Huenda miaka 10 iliyopita kuna kitu Mungu alikuambia ufanye na hukufanya. Ama huenda miaka 20 iliyopita kuna kitu ambacho hukutakiwa kufanya lakini ulikifanya. Na ndio sababu sasa unateseka. Kuna shida tunaingia ndani yake kwa sababu ya uamuzi fulani tuliochukua miaka iliyopita ambao ulikuwa ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Kuna shida tunapitia kwa sababu uliingia mahali miaka iliyopita katika mapenzi ya kuruhusiwa, huku ukijua mapenzi makamilifu ya Mungu. Kwa sababu kila kitu ambacho unafanya kina adhari na kina matokeo. Sijui kama unajua ukimkosea Mungu maksudi na wewe ni mwaminio, hata kama umezaliwa mara ya pili, adhabu itakupata mahali fulani. Ndio sababu ni vizuri sana kuchunguza maisha yetu na kuambia Mungu akuchunguze, kwa sababu huenda kuna shida saa hii na kuadhiri, na ni wewe ulijiletea ile shida wakati ulikaidi neno la Bwana, wakati ulienda kwa njia ambayo hakutaka, ama wakati alikwambia ufanye kitu na ukakosa kufanya ukajiletea shida. Tunafaa kuchunguza maisha yetu na tuweze kuwa watu wazi mbele ya Mungu, kuambia Mungu nichunguze. Mahali ambapo nimefanya kitu ambacho si mapenzi yako, ninaomba unichunguze na unisamehe na unisaidie kufanya mapenzi yako. Unaona mpaka nabii Mungu anakuja anamkemea ndugu Branham kwa sababu ya yule mnyama ambaye alikuja kalala pale mlangoni pake, kwenye mlango pale saa 24. Kasema mimi nilituma huyu mnyama kwako na saa 24 zimeisha na hujaombea huyu mnyama. Nabii kwanza akatubu, na huyu ni mnyama, ujue si binadamu aliye na nafsi. Na je, Mungu akikutuma kwa moja aliye na nafsi? Nafsi ni ya muhimu sana.
Nabii anasema thamani ya nafsi ni kupita dunia milioni 1. Mungu akikutuma kwa moja aliye na nafsi, usikawie. Huyo alikuwa ni mnyama, nabii akatubu na akaombea yule mnyama, na mnyama akarejea porini na akapona. Na Mungu anamkemea kwa sababu anasema ni mimi nilituma huyo mnyama hapo kwako. Na hiyo inakuonesha hivi, tunatakiwa kuwa sensitive. Ni watu ambao hisia za kiroho ziko tayari kila wakati. Na je, Mungu akituma mnyama kwako, utajua ni Mungu amemtuma ama si Mungu amemtuma? Tunahitaji kuwa ni watu sharp katika mambo ya kiroho, ili tuweze kusikia sauti ya Mungu kila wakati na kujua mapenzi yake na maelekezo yake, ili tuweze kupatikana katika mapenzi ya Mungu. Tunatakiwa kuwa sensitive. Tuweze kujua nia ya Mungu, tuweze kujua mapenzi yake na kuyatekeleza. Kwa sababu si kusema tu ninaamini. Najua kusema unaamini na usitende, hiyo ni imani iliyokufa. Haina matendo. Ukisema ninaamini jambo fulani, basi tekeleza. Ukijua ni Mungu amekuagiza jambo fulani, nenda utekeleze jambo hilo. Hayo mengine yatafuata. Nafikiri tunaona mambo hayo. Ni kama huyu dada pia tunasoma katika message. Dada huyu alikuwa katika mkutano wa maombi. Ndugu Branham alikuwa anaongoza ule mkutano, na akaambiwa na Mungu aombee mtoto wa dada mwingine ambaye alikuwa pale. Kasema na sasa na nikienda nimwambie, na akatae, si nitaibika sana. Hata hivyo akamwendea akamuuliza, nina mzigo wa kuombea huyu mtoto, unaweza kunikubalia? Najua Mungu si mwanzilishi wa utatanishi, ya kwamba kutume hapo na yule hata kubali ombea mtoto wake. Kapata yule dada alikuwa hana shida hata kidogo, akasema muombe. Kamuombea na tena akaenda akakaa mbali sana huko kwa balcony huko juu. Na wakati mtoto ameenda amefika kwa ndugu Branham, ndugu Branham akaangalia akasema, na huyu mtoto alikuwa mgonjwa lakini sasa si mgonjwa, amepona. Na akaongozwa na Mungu akaona huyo dada aliyeombea mtoto mahali ameketi, kasema yule dada pale ameombea huyu mtoto na huyu mtoto amepona. Na huyu dada alikuwa ameambiwa zaidi ya mara moja na Mungu, ombea huyu mtoto, na anasimama tu pale. Mwishowe akaenda akaongea na mama yake mtoto na akaombea mtoto, kisha akaenda akakaa mbali sana. Nabii anasema kama hangetimiza kile Mungu alikuwa anamuagiza, baadaye angekemewa na Roho Mtakatifu. Angekemewa na Roho Mtakatifu. Nabii anasema hivyo katika ujumbe. Kwa sababu Mungu anategemea uweze kutimiza mapenzi yake. Anategemea utimize mapenzi yake. Na Mungu anapenda wakati watoto wake wanamtii. Anapendezwa na hilo jambo sana, ya kwamba kila kitu ambacho wanasema unatimiza jambo hilo. Akisema sasa amka uombe, unaamka na unaomba. Akisema nenda ushuhudie yule mtu, unasema sasa nitaanza wapi na huyu mtu hata hatusalimiani? Lazima utafute njia. Kwa sababu Mungu hawezi kukuelekeza pale na hana haja na yule mtu. Lazima utafute njia ya kwenda kwa yule mtu. Akikwambia jambo lingine, lazima utimize jambo hilo. Lazima tuwe ni watu ambao wanaongozwa na Bwana. Na tuweze kujua ya kwamba jukumu lote la muamini akiwa hapa duniani ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Angalia John Sharrit. John Sharrit alikuwa ni ndugu maskini sana wakati moja na alikuwa anafanya kazi ya kuchonga mawe kwenye kwari. Kafanya juhudi, akaoa, kafanya juhudi, wakajenga nyumba ndogo. Na kisha wakati amemaliza hajaingia pale, Mungu akamwambia kuna mhubiri ambaye amekuja mjini na hana mahali pa kuishi, ningetaka sasa umpatie nyumba hiyo. Nyumba yake ya kuishi amemaliza kujenga na ikabidi afanye hivyo. Najua Mungu pia anakupatia mtihani ili aone kama atakupeleka kiwango hicho kingine. Promotion ya Mungu si kama ya Kenya mahali unahonga. Unaweza kuhonga hata kama huna karatasi, huna cheti, unapata kazi. Ama cheti ulicho nacho ni gushi, ni bandia, ni forged. Unaweza kupata kazi. Unajua Mungu hana rushwa, hana ufisadi. Mungu akitaka kukupandisha hiyo ngazi nyingine, kwanza analeta mtihani. John Sharrit aliletewa mtihani. Na akapatia huyo ndugu ambaye alikuwa anaitwa Dr. Santon nyumba yake. Akaenda kuishi mahali pengine kwa bedsitter ya mtu. Napatiwa bedsitter. Lakini Mungu akaenda akambariki,
akawa mtu tajiri zaidi. Nusu ya mji, majengo yaliyokuwa katika mji wa Phoenix, nusu ya mji yalikuwa ni yake. Na shamba lake alikuwa ameajiri watu 1,500 kutoka Mexico. Mahali nabii alienda akaona mtu wa machungwa unazaa matunda aina mbalimbali ili aweze kuleta ujumbe watu wa mafuta wakati wa mwisho. Ilikuwa ni mali ya John Sharrit kwa sababu alipotii Mungu, Mungu alipanua mipaka yake. Na kama hangetii angesalia katika umaskini wake na shida nyingi sana. Wakati mwingine Mungu anakuletea mtihani na unashindwa, na hii itakuwaje Mungu? Najua kuna watu ambao hata akiongea hivi unasikia anaongea tu ujinga. Kuna mahali nilikuwa nimesimama, mvua ikaanza kunyesha, na mama mwingine ambaye alikuwa na sifa ya ukulima sana, mahindi yako tayari kuvunwa kwenye shamba, akaanza kulalamika, sasa Mungu ananifanyia nini? Anipatie mahindi sasa alafu anipokonye. Sasa ameanza kuleta mvua, na hii mvua sasa mahindi yangu yataoza. Haja gani anipatie halafu anipokonye? Unajua huo unaitwa ujinga. Sasa yeye yuko na hasira na Mungu kwa sababu ya mvua, mahindi yake yataoza. Unaona jambo hilo? Huwezi kumswali Mungu namna hiyo, na huwezi kushika mkono wa Mungu uupinde ili Mungu afanye mapenzi yako. Haiwezekani. Lazima sisi tutafute kufanya mapenzi yake. Unaona mambo hayo? Angalia yule mwanamke wa Sarepta, mjane. Elia amekuja kwake. Mama alipatiwa mtihani kwanza. Ili ionekane kama Mungu atakuwa akimsaidia baadaye, alipatiwa mtihani kwanza. Elia akamsalimia, "Sister, Bwana akubariki sana." Alikuwa anaokota kuni atengeneze chakula cha mwisho ili wafe. Kamwambia, "Nitengenezee chakula kwanza." Kuna mtoto alikuwa pale mdogo yuafa, na Elia hakusema kwanza tengenezea mtoto kisha unipikie. Alisema nipikie kwanza. Unasema kuna konzi kidogo tu na unasema mafuta ni kidogo yaliyosalia, kwanza nipikie mkate. Na yule mama akatii. Nabii anasema, unajua maandiko yanasema ishara hizi zitafuatana na wale waaminio. Wakati alitii, nabii anasema ishara ambayo inafaa ikafuata. Maana ishara na miujiza zinafuata waaminio, lakini kwanza watekeleze neno. Angalia promotion ya huyo mama. Hakuhitaji kwenda kazi na hata kosa chakula kwa sababu kinaongezwa kila siku kwa njia ya kiungu. Mafuta yanaongezwa kila siku. Unga unaongezwa kila siku. Kwa sababu kwanza alitii neno la Bwana, na ulikuwa ni mtihani, sasa akapata promotion. Alikuwa naishi kwa neno lililonenwa. Amenenewa mahitaji yake. Na hivyo ndivyo Mungu huwa anafanya. Na unaweza kukosa baraka ndugu kwa sababu kuna kitu Mungu alikuambia usalimishe na ukaona hii hasara itakuwa kubwa sana. Kasema hapana, wewe Mungu si unajua sina kingine. Wewe nielewe tu. Okay, atakuelewa, lakini ile baraka ungepata imefika mwisho. Utadumaa hapo. Kwa sababu nafasi yako ya kwenda kiwango kingine uliharibu wakati ulikosa kutii ili uweze kufanya nini? Kusalia na kile ulicho nacho. Ndio sababu Yesu hata anaenda zaidi, anasema itamfaidi nini mwanadamu akijitwalia dunia yote na akosa uzima wa milele? Kuna kitu kinaitwa self preservation. Nataka kujiweka pale ni wewe tu na maslahi yako na mambo yako. Hata Mungu akikwambia jambo huwezi kutii kwa sababu ya vile uko possessive na vitu vyako. Umeshikilia sana vitu vyako. Ni kama Esther wakati aliambiwa ingia pale utetee Wayahudi. Kasema siwezi kuingia. Mnataka nikauawe? Self preservation. Yeye tu ndio anajiangalia. Mnajua pale huwezi kuingia bila kualikwa, na sijaalikwa kwa siku 30, siwezi kuingia pale. Anapoteza nafasi yake ya kusaidia Wayahudi. Na Mordekai akatumana akasema, mwambie Esther kama nadhani ya kwamba yeye atanusurika, ataangamizwa na wale wa nyumba ya baba yake, na Mungu atawasaidia Wayahudi kwa njia nyingine. Hapo ndipo aliamka sasa akaenda kuwatetea. Na akaona ni yeye ambaye alitakiwa kufanya kazi hiyo kwa sababu alifaulu. Unaweza kukosa baraka ndugu kwa sababu ya kitu ambacho Mungu anakuongoza kufanya na unakosa kufanya. Ukose baraka yako kwa sababu ulikosa kutii Mwenyezi Mungu. Nafikiri tunaona mambo hayo. Mungu atusaidie sana tuweze kuelewa ya kwamba
Jukumu letu katika haya maisha ni kufanya mapenzi ya Bwana. Na Yesu alisema ya kwamba amri zangu sio nzito. Si ni kweli? Ama nira yangu ni nyepesi. Kwa hivyo muaminio hata wakati Mungu anatoa maagizo, muaminio anafurahi kutekeleza mapenzi ya Bwana. Anafurahi kutekeleza mapenzi ya Bwana. Na kwa sababu dunia nayo iko namna hii, kama hapa Kenya unajua ufisadi na rushwa, mtu hawezi kukusaidia na baadaye asikwambie si unipatie kitu kidogo. Tumekuamua gari lako lilikuwa limekwama kwa matope, sasa leta kitu. Unaona? Moyo wa kujitolea hamna. Hamna moyo wa kujitolea miongoni mwa watu. Kila kitu ni pesa. Unaona? Kama labda mtu amekupata ukiwa na shida ama kukuonesha tu unataka kujua njia ya kwenda mahali fulani na unaomba mtu akuoneshe, baadaye anahitaji ufanye nini? Umlipa kitu kidogo. Yaani hivyo ndivyo watu wanakosa baraka zao kwa sababu ya kujipenda. Ndio sababu maandiko yanasema hata wakati unaandaa karamu, usialike tu wale walio na uwezo wa kukuandaa wa kukualika baadaye. Alika mtu ambaye hana uwezo ili ujitwalie baraka kutoka kwa Mungu. Lakini najua binadamu haishi kwa neno, hata fanya hivyo maandiko yanasema. Na wakati unapatia mtu kitu, usiseme ni investment ya kwamba siku moja na wewe unatarajia naye atakupatia. Sio lazima akupatie, lakini Mungu anaweza kukubariki kwa njia nyingine tofauti. Na watu wanakosa baraka kwa sababu ya uchoyo. Sasa Mungu angetaka tuishi maisha ambayo yanamtukuza. Na wakati unatimiza mapenzi ya Bwana, usije kwa Mungu baadaye kana kwamba alikuwa na deni lako. Sasa umefanya kazi yake, sasa unatarajia kulipwa. Unafanya Mungu mdeni wako. Ati Mungu ana deni lako kwa sababu umefanya kazi yake. Wewe kwanza ni mali yake. Anaweza kukutumia vile ambavyo anataka. Na hutaenda kumdai kana kwamba ana deni lako. Si tulisema wakati mwingine Mungu hana deni lako na hana deni langu. Hana. Wakati nabii aliambiwa akaombee dada mmoja, huyo dada kwanza alikuwa amerudi nyuma, nabii akamwombea, karekebisha maisha yake, na kisha akamwombea kwa sababu ya ugonjwa aliokuwa nao, na huyu dada akaanza kupona, baadaye akafa. Nabii akamwambia Mungu, lazima uniambie, you owe me an understanding. Lazima uniambie kwa nini niombee mwaminio aanze kuonesha dalili za kupona na kisha afe. Lazima uniambie. You are obligated. Mungu alinyamaza miezi 3. Mungu hana deni lako. Na anaweza kufanya vile ambavyo anataka. He is sovereign. Baada ya miezi 3 wakati nabii amesahau jambo hilo, ndipo sasa Mungu akamuonesha maana yote ya jambo hilo. Ya kwamba huyu dada hata wakati wa kufa ulikuwa umepita. Ni vile tu alikuwa amerudi nyuma na Mungu hangemchukua katika hiyo hali. Na ndio sababu alikubali ule ugonjwa uweze kumweka pale chini ili akiwa hospitalini, najua mtu akiwa hali ngumu anatubu, aweze kutubu saa hiyo. Na Mungu akamwambia nabii wakati huyu dada alitubu, sasa akatayarika niweze kumchukua. Sasa nabii akaona maana yote ya jambo hilo. Na anasema hivi, kama angemwendea Mungu kwa njia ya unyenyekevu, amwambie Mungu, hapa sielewi, lakini natamani tu kuelewa. Kama ungenionyesha tu, ningefurahi sana. Anasema ninaamini Mungu angenionyesha saa hiyo kusudi la jambo hilo. Lakini wakati nilimwendea pale nikiwa na madai, making demands on God, lazima uniambie, akanyamaza. Kwa sababu huwezi kulazimisha Mungu. Hata Mungu wakati unamwendea wa ndugu, lazima tujue njia ya kumwendea. Usiende kwa fujo kwake. Unaona? Unajua Wapentekoste huwa wanaenda kwa Mungu wakiwa na fujo nyingi sana. Nabii anasema siku nyingine nisikia mtu akisema, God, I command you to heal this man. Nisikia mtu mwingine Mpentekoste, nabii anasema, akisema, Mungu, ninakuamuru uponye huyu. Nabii anasema, who can command God? Nani anaweza kumwamuru Mungu? Lazima tujue namna ya kumwendea. Kwa heshima na kwa kicho, na kisha ukiambia Mungu jambo, unangoja ili Mungu aweze kujibu. Haleluya. Na unajua mahubiri aina hiyo mara nyingi hayapendezi. Kwa sababu binadamu anataka kusikia tu utabarikiwa, utakuwa mtu mkuu,
utainuka sana, utaponywa. Hiyo inafurahisha sana. Lakini wakati Mungu anaanza kuchunguza maisha, kwambia hapa unahitaji kutii, na hapa labda unateseka kwa sababu kuna kitu hukufanya ilivyostahili. Sasa hiyo kwa sababu inamulika ndani, unaona sasa watu wanatulia. Lakini hiyo ndio inaponya nafsi, sio kurukaruka. Kile kinaponya nafsi ni hicho. Hebu tusome andiko ili tuweze kumaliza katika Luka 17. Luka 17. Wakati ambapo Mungu anakutumia kufanya mapenzi yake, usidhani ya kwamba Mungu ana deni lako eti kwa sababu na wewe umefanya kazi yake. Kwa sababu kusudi la Mungu na mapenzi ya Mungu ilikuwa ni wewe ufanye kazi hiyo. Tujue hivyo. Na si ukae hapo utarajia Mungu atakulipa ati anafaa nilipe. Nimefanya kazi yake anafaa nilipe. Simekwambia watu wamekuwa fisadi sana na rushwa, mpaka akifanya kitu ambacho hastahili kudai chochote, anadai pesa kutoka kwa watu. Kitu kidogo tu. Unaona, tuseme umeenda mahali, kuna mama alikuwa na kiondo pale na amelemewa, labda hawezi kuinua awekelee kwa mgongo, ukimsaidia uanze kudai pesa. Mwambie si unipatie kitu kadogo sasa nimekusaidia kuchukua mzigo. Unaona mambo kama hayo? Yaani unatarajia Mungu akubariki wakati unafanya jambo kama hilo? Yaani unamsaidia alafu unamdai pesa na unasema Mungu atakubariki baadaye? Hawezi kukubariki. Angalia hapa Luka 17 mstari wa 7 mpaka wa 10. Biblia inasema, lakini ni nani kwenu mwenye mtumwa, yaani mfanyakazi wake, alimaye au achungaye ng'ombe, atakayemwambia mara arudipo kutoka shambani, njoo upesi keti ule chakula? Sasa huyu boss anamwambia nani? Mfanyakazi, njoo upesi ule chakula. Je, hata mwambia nifanyie tayari chakula nile, jifunge unitumikie hata niishe kula na kunywa, ndipo nawe utakapokula na kunywa? Yaani boss ndiye anaanza. Si mfanyakazi, ni boss anaanza. Na hiyo tunajua ni kweli. Si ni kweli? Mahali ambapo umeajiriwa ndugu ama dada, ikiwa protocol inasema ya kwamba mdosi anakula kwanza, utakimbilia pale kula. Mnaona jambo hilo? Na hivyo ndivyo ilivyo kiroho. Mungu anataka mambo yake yawekwe kwanza, na mambo yako na mambili. Je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu amefanya aliyoagizwa? Huyu mtu amechunga ng'ombe leo na amelima shamba, amepalilia. Sasa boss anaanza kuomba, asante sana, shukrani sana. Hata mwambia kwa sababu hiyo ndiyo kazi yake. Si ni kweli? Yeye ameajiriwa pale, amechunga ng'ombe, wamekuja, wameshiba, wameleta maziwa kwa wingi. Unafikiri boss anamwambia well done? Sivyo. Vivyo hivyo nanyi, sasa tumetoka kwa hao tumekuja kwetu. Vivyo hivyo nanyi, mtakapokwisha kufanya yote mlioagizwa. Mungu ametuagiza kupitia neno lake, fanya hivi na vile na vile, na baadaye huwezi kumdai chochote. Mungu si mdeni wako na si mdeni wangu. Vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kufanya yote mlioagizwa, semeni, sisi tu watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kufanya. It was your duty to do that. Leo nimetimiza neno. Bas, umetimiza neno kwa sababu ulifaa kutimiza neno. Si kwamba sasa unaenda kwa Mungu ukiwa na madai na fujo. Nimefanya kazi, I need my pay. Hakuna pay. Umefanya yale ambayo ulifaa kufanya. Tuelewe mambo hayo. Tusiwe na haya mawazo ya watu walimwengu ya kwamba lazima alipwe kwa sababu ya kila kitu. Hata mahali hafai kulipwa, anataka alipwe. Na hapa napo wakati unafanya mapenzi ya Mungu, sema nilifanya tu yale ambayo nilitakiwa kufanya nini? Kufanya. Nilifanya maagizo ya Bwana kwa sababu hilo ndilo jukumu langu. Na ndio sababu tumesoma katika kitabu cha Mhubiri, Biblia ikisema ya kwamba jukumu lako ni kutimiza na kutii mapenzi ya Mungu. Jukumu lako lote ni kutimiza na kutii mapenzi ya Mungu. Na usiseme ya kwamba kwa sababu sasa unatimiza, sasa Mungu atakuja kuambia asante sana, ulifaa kufanya hivyo.
Huo ni wajibu wako, na tuweze kuelewa hivyo ya kwamba kama umetimiza, basi yalikuwa ni mapenzi ya Mungu uweze kutimiza hayo. Haleluya. Mungu na atusaidie sana tuweze kuwa ni watu wa kutii neno kwa kila njia. Mungu akitoa amri unatimiza mara moja bila kuswali watu na bila kuja baadaye kwa Mungu na kusema come on, I need my pay. Naona nilipa sasa, nimefanya kazi. Tusiwe na wazo kama hilo. Sisi tumesoma maandiko vile yanasema. Acheni tuombe. Acha tuombe. Baba yetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, tunakupatia sifa na shukrani. Tunaabudu jina lako tukufu Bwana, tukisema ni wewe unastahili. Wewe ni Mungu wetu mwenye uwezo na mamlaka. Asante Bwana kwa sababu ya neno lako. Siku ya leo tuna kitabu kilichofunguliwa, mihuri 7 imefunguliwa Bwana. Tuweze kuona mapenzi yako, tuweze kuona mpango wako wa ukombozi. Nasi Bwana ni sehemu ya mpango huu. Ninaomba kwa sababu kila mmoja ana fungu la kutimiza, utusaidie na ufungue macho yetu, tuweze kuona mapenzi yako ni yapi kwa ajili ya maisha yetu, na tuweze kutii Bwana na kuwajibika kwa kila njia. Tusaidie Bwana, tuishi katika mapenzi yako makamilifu, na kama vile ulimwambia Yoshua, hata nasi Bwana wakati huo wa Efeso, tusiende kulia ama kushoto, lakini Bwana tutii neno lako kikamilifu, tukilifuata Bwana kwa dhati. Tunaweka mambo yote mikononi mwako, nikiomba usaidie kila mmoja kutafakari na ulete mwangaza juu ya nafsi ya kila mmoja wetu. Tufundishe Bwana mambo ya kiroho, tusaidie kuimarika sana kama waaminio, ili hatimaye tuweze kukomaa tukiwa na kimo cha Yesu Kristo. Ninaomba Bwana utusamehe dhambi zetu na hatia, mahali tumezembea wakati uliopita, mahali ambapo tulikosa kutii wakati ulifaa kutii Bwana, ama mahali tulifanya yale hatukutakiwa kufanya. Ninaomba utusamehe kwa jina la Yesu Kristo, na uoshe mioyo yetu Bwana, na utupatie nia ya Kristo, na utufanye tayari Bwana kutimiza wajibu wako kila wakati. Asante Mwenyezi Mungu, tuwasema unastahili. Tuwaweka yote mikononi mwako kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.